Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu mahali mlipo pote duniani, tunashukuru kwa madhabahu hii ya Chris TV ambayo imeturuhusu tuwe hapa ili tuweze kuongea maneno ya Mungu. Mimi ambaye tuko pamoja naitwa Kwizera Celesti. Muda mwingine unaweza kuniita mwanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo ninaenda kuyahubiri maneno ambayo yatakufanya ufunuliwe wewe ni nani. Na maneno hayo ni maneno gani? Hivi nataka nikuweke kwanza uwe na ulizo ama question ambayo itakufanya ujiulize wewe ni nani. Ndugu yangu unayenisikiliza, wewe si mtu. Na kama wewe si mtu, basi wewe ni kitu gani? Endelea kunifuatilia vizuri, utajua. Kwa hiyo kipindi hiki ni kipindi ambacho kinasema mtaifahamu kweli na kweli itawafanya kuwa huru. Neno la Mungu ambayo ni Biblia inasema hivi, Yohana 8 mstari wa 31. Panasema hivi, mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawafanya kuwa huru. Ndugu yangu, kabla wewe hujaja duniani ulikuwa wewe ni nani? Na ili wewe uitwe mtu, umeitwa mtu kwa sababu gani? Kuna mtu na kuna wewe ambayo ulipewa hilo ganda la mwili ambayo ukaitwa mtu. Wewe umepewa ganda la mwili, waiza ganda la kike, waiza ganda la kiume. Na wewe hujajiamulia au hukujiamulia ili uzaliwe kwenye nchi gani. Hujajiamulia ili uzaliwe kwenye familia gani. Iwe ni ya watu wa chini ama ni ya watu ya kiwango cha juu. Wewe hujajiamulia, bali umeamulishwa, ukajikuta siku moja umefunuliwa, umejikuta wewe ni mwanaume, waiza wewe ni mtu ambaye ni wa aina ya kike ama aina ya mwanamke. Maneno tunayosoma ni Yohana 8 mstari wa 31. Panasema mtaifahamu kweli na kweli itawafanya kuwa huru. Aliyeandika maneno haya ni Yohana, na tunaweza tukahakikisha kwamba Yohana aliandika maneno ya ukweli kwa kuwa alinukuu kupitia kinywa cha Yesu Kristo, kwa kuwa yeye alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Kristo sasa akawaambia mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawafanya kuwa huru. Ndugu zangu, mkinifuatilia vizuri utajua wewe ni nani hapo mbele. Wewe ni nani na utajua kinachokupaswa ufanye, ama ulikujaje, ama ulikuja kufanya nini hapa. Unaweza kujifikiri, mimi wakati nilikuwa dhamani nilikuwa wapi? Yesu alijulisha maneno hayo katika Yohana 15 mstari wa 27. Hapo panasema hivi, ukiendelea hata chini panasema hivi ya kwamba nanyi munanishuhudia kwa kuwa mlikuwa pamoja nami tangu mwanzo. Ikiwa wewe ulikuwa pamoja na Kristo tangu mwanzo, ulikuwa wewe ni nani? Waiza ulikuwa kerubi, hatujui. Waiza ulikuwa jeshi la Bwana huko. Waiza ulikuwa serafi. Waiza ulikuwa muimbaji. Wewe ukaja ukawa ni roho ambayo imevalishwa mwili wa kiume, waiza mwili wa kike. Kwa hiyo ukijijua hapo mbele wewe ni nani na ulikuja kufanya nini, kwa hiyo maisha yako, nina imani maisha yako yatabadilika.
yatabadilika kwa kiwango cha juu. Kwa hiyo ukiendelea kunifuatia vizuri, utajua mambo mengi hapo mbele. Mtaijua kweli na kweli itawafanya kuwa huru. Unajua maisha ulionayo yoyote, haijalishi wewe ni tajiri, haijalishi wewe ni mtawala, haijalishi wewe ni nani, haijalishi umezaliwa kwenye kabila gani, wewe umeamrishwa. Ukiwa wewe ni tajiri, unajikuta vile unavyopenda kufanya sivyo ambavyo unafanya. Unaamrishwa kufanya yale ambayo haupendi. Lakini ukifunuliwa wewe ni nani, hautafanya kile ambacho haupendi. Utajua mimi nilikuwa ni huyu na nilitoka mbinguni kwa lengo hili, nilikuja kwa mission hii. Kwa hiyo mtu yoyote huku ametoka mbinguni. Sijasema wewe uwe ni mwenye dhambi, uwe ni nani, lakini umetoka mbinguni. Lakini kuna roho ambayo imeshushwa kukupotosha wewe usijijue wewe ni nani. Baada ya hiyo roho, Kristo akauvaa mwili ili aje kukufunulia wewe ni nani. Kwa hiyo ukinifuatilia vizuri, hapo mbele utajua wewe ni nani. Hii ni season ya kwanza. Tunashukuru hii TV ambayo ni Chris TV. Ukiendelea kunifuatilia utajua hapo mbele wewe ni nani, na utajua cha kufanya. Wewe ni nani, umeletwa hapa kwa mission gani. Wakati utajua, maisha yako nina imani yatabadilika. Nina imani Roho wa Mungu anaenda kukugusa, kukutembelea, kwenye fikra zako zitabadilika, muono wako utabadilika, msimamo wako utabadilika. Basi acha niombe. Baba Mungu wa Ibrahim na Isaka na Yakobo, Mungu uliye hai, nakushukuru kwa huyu mtu ambaye amepewa maneno haya kwenye nchi ambaye yuko emo ya kwake yoyote. Asante Mungu wa Ibrahim na Isaka na Yakobo, kwa kuwa wewe ni mwema siku zote za maisha yetu. Asante kwa kuwa wewe unaenda kutufunulia sisi ni kina nani. Na nina imani wakati mtu akifunuliwa yeye ni nani na alikuja kufanya nini, yeye ni kitu gani, wakati wa mbele alikuwa ni nani, nina imani maisha yake yatabadilika. Asante kwa ajili yako Bwana Yesu, ambaye umekuja kutufunulia kweli na kweli itufanye kuwa huru. Asante kwa jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini, amen. Nakushukuru. Karibu tena kwa season ya pili, ama kwenye kipindi cha pili, na Mungu wa Ibrahim na Isaka na Yakobo akubariki. Asante.